Matendo ya Mitume 9:34. Yesu asifiwe. Biblia inasema Petro akamwambia Ainea, Yesu Kristo akuponya, ondoka ujitandikie. Mara akaondoka na watu waliokaa Lida. Naona nimechanganya mstari. Sorry. Hicho kwa natafuta sio hicho. Bwana asifiwe. Haleluya. Okay, tuende moja kwa moja kwenye somo la leo. Alafu hapo nitakapokuwa nimepata usahihi nitakuja nikwambie. Sijui kuna shida gani, maiki ina mafua. Haleluya. Basi somo letu la leo linasema umuhimu wa nguvu za Mungu katika maombi ya kufunga. Umuhimu wa nguvu za Mungu katika maombi ya kufunga. Tuombe. Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo, ninakutukuza wewe ambaye umetuokoa kwa nguvu na kwa uweza ambao haupimiki katika mizani yoyote ya kibinadamu. Ninakushukuru kwa ajili ya wakati huu Bwana. Naomba Roho Mtakatifu tuatamie, uweze kwenda kutuelekeza na kusikiliza kila ambacho kitaenda kubadilisha kabisa hali ambazo tumekuwa nazo kwa muda mrefu, ili Mungu tupate kulitukuza jina lako na watu wapate kujua ya kwamba Mungu ni abudiwa mahali hapa, ni Mungu unaishi, Mungu unayejibu kwa vitendo, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Mungu, acha nguvu zako zikaonekane kama ambavyo somo linazungumza, kwa utukufu wako, katika damu ya mwanao Yesu Kristo aliye hai. Asante Bwana kwa ajili ya Roho Mtakatifu ambaye Mungu sasa yuko mahali hapa ili kwenda kutuhudumia, maana ibada hii ni ya kwake. Chukua nafasi Roho Mtakatifu, chukua nafasi Roho Mtakatifu, chukua nafasi Roho Mtakatifu, chukua nafasi Roho Mtakatifu, chukua nafasi Roho Mtakatifu. Ifanye neno ambalo tunalisikia asubuhi ya leo liwe hai ndani yetu, katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema umuhimu wa nguvu za Mungu katika maombi ya kufunga. Tunapozungumza neno nguvu, tunazungumza juu ya upako. Tunapozungumza nguvu, tunazungumza juu ya uweza. Amina. Kwa hiyo mtu akisema ana nguvu, kama ambavyo mama alikuwa anatoa mfano hapa, kwa sasa mama mbona anaanza kuhubiri tena? Amechungulia nafsi yetu. Tunapozungumza nguvu kama mama ambaye ametoa mfano hapa, unazungumza kwenye mfumo wa kufanya mambo ambayo yangefanywa na watu wengi, ila anafanya mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Unakumbuka kipindi wanafunzi wa Yesu wanamwambia yule mtu aliyekuwa na pepo, wakakemea, ikashindikana. Si unakumbuka? Baada ya kushindikana, wakaenda wakamwambia Yesu. Yesu akakemea mara moja na ile pepo likafanya nini? Ikaondoka. Alafu wanafunzi wake baada ya kujua kwamba mbona sisi tumekemea kwa muda mrefu, hili pepo halikututii wala halikusikiliza ambacho tunakisema, wewe nini iko au serikali iko nyuma ya kutumia muda mdogo kukemea pepo? Bwana Yesu asifiwe. Utagundua sasa kwamba hoja haikuwa kwenye wingi wa wao, hoja ilikuwa ni nguvu ya mtu mmoja ambaye alikaa kutafuta hiyo nguvu ili ilete matokeo. Haleluya. Nguvu kazi yake haitakufanya utumie nguvu nyingi wakati unatatua tatizo. Haleluya. Ni neno moja tu, kitu kinatoka.
Okay, fikiria hivi. Umepata shida ya mfano labda ni gari, naendesha gari, amina, ikafika sehemu labda nikaharibika. Nguvu ya kulitoa pale kulipeleka sehemu ambayo unataka ifike inaamuliwa na nini? Bwana Yesu asifiwe. Inaamuliwa na kiwango chako cha nini? Cha nguvu. Je, una uwezo wa kulisukuma hilo gari liende, kama ni mafundi liende, au utatafuta msaada wa gari nyingine ili kufanyaje ikuvute? Haleluya. Kwa hiyo nguvu ndani ya maombi haya ni za muhimu sana, ni za muhimu sana. Kwa nini ni za muhimu? Kwa sababu nguvu ndiye imebeba siri ya mambo yaliyojificha yawe wazi. Vitu vya sirini vinafichuliwa kwa nguvu ya Mungu ndani ya mtu. Hauna nguvu, yamkini hiyo changamoto ambayo uko nayo itakaa kwa muda mrefu. Kwa nini? Kwa sababu ni nini ambacho kitasababisha hicho kilichokaa ndani kiweze kulazimishwa kutoka. Haleluya. Okay. Unapojaza tube, kwa sisi wale ambao tunaendesha vyombo vya moto, kuna kiwango chake cha uwezo wa tairi kubeba upepo. Sawa? Ukizidisha unaenda kufanya nini? Kulibastisha lile tairi. Haleluya. Sasa maisha ya Mkristo ni kama tube ya gari, ya pikipiki au ya baiskeli. Kadri unavyojaza ule upepo ndivyo ambavyo linazidi kuwa kubwa. Inazidi kuwa kubwa. Sasa ukubwa wake ukizidi zaidi ya uwezo wa hilo tube ambalo unalijaza upepo, linafanyaje? Inapasuka. Sasa Mkristo kujaza nguvu za Mungu ndio kuna pasua matatizo ambayo yako ndani yako. Haujajaza nguvu za Mungu ndani yako, yale matatizo hayana namna ya kupasuliwa. Kwa nini? Kwa sababu kiwango cha nguvu ambazo unajiwekeza ndani hakina uwezo wa kukabiliana na uwezo wa hilo bleda lako au hiyo aina ya tairi ulilonalo, ili uweze kubadilisha au kuondoa kitu ambacho kiko ndani. Haleluya. 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 Unajua, nilikuwa natafakari, nilikuwa nafikiria ndani yetu hapa kanisani tumegawanyika. Kuna mtu yeye tutakutana Januari au Desemba, utasikia anaumwa. Amina. Utasikia kabisa anaumwa. Lakini kuna eneo fulani ni amepigika, achoka kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Labda ni maisha. Watakuta kwenye eneo la maisha, hali ya uchumi, nakwambia ni tia maji kweli kweli. Kwa nini? Kwa sababu hapo ndio kakipande ambacho alipaswa kujua na akae kwenye hilo eneo mpaka matokeo yaonekane. Okay, wewe ambaye umekuwa na changamoto ya kuumwa mara kwa mara, maana yako ni kaeneo ambacho anahitaji nguvu ya Mungu ili kupushi tatizo liondoke. Inaondokaje? Mpaka umewekeza maombi na kuomba mpaka ifikie sehemu haya matokeo ya magonjwa yanaondoka. Usipofanya hivyo, utaumwa mwaka huu, utaumwa mwezi huu, utaumwa wiki hii, utaumwa kila wakati. Adui atakuletea hicho kitu. Haleluya. Nasemaga hivi, kama wewe ni mwanafunzi, wote sisi tumesoma na kuna mtu hajasoma. Kama hujasoma basi pole. Na mimi sitaki kujua kama hujasoma, pole. Mambo lishapita. Unapoingia darasa la kwanza, wanakuacha la kwanza, wanajua bado gudula. Unaenda la pili, wanakuacha. Unaenda la tatu. Sasa nimesikia mpaka darasa la pili wa mtihani. Wakwenda darasa la tatu. Tena wa taifa. Sasa lengo la watu wa mtihani, hawatoi mtihani mipya.
Watu wanaenda kutafuta kitu ambacho hujawahi kukisoma. Ni kile ambacho umekisoma, alafu wanakuletea tena kuona uwezo wako juu ya kile ulichokisoma umenasa kiasi gani. Si sawa? Ndio maana wakaweka ukifeli mwakani tena urudie pale. Ili uendelee kwenda lazima ufaulu kwenye ile level. Usipofaulu unarudia pale pale. Sawa jamani? Sasa maisha ya Kristo yanapimwa kwa kiwango cha kutoka hatua ya jaribu moja kwenda jaribu jingine. Nikikwambia kwamba hautajaribiwa nitakuwa na kudanganya. Yaani mafundisho meupe ambayo yamejaa uongo. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo achana na yule anasema kwa Yesu tambarare. Rafiki, kwa Yesu sio tambarare. Biblia inasemaje? Yesu anawaambia nilikuja kuleta vita. Nimekuja kuleta upanga. Wakati anazungumza mtu wa kwanza, mwalimu wa Sunday school, kuna kitu nikawa nafikiria. Nikasema, hivi ni kwa nini ukiokoka kama ulikuwa kwenye familia labda ni ya Kiislamu wanakufukuza nyumbani kwenu? Kama ulikuwa kwenye familia labda ni wa Roman wanakuambia bwana wewe. Mimi wakati nimeokoka baadhi ya marafiki zangu wakana na wewe kama umechanganyikiwa kwa hiyo. Unaacha dini yako. Sikiliza hizo lugha. Unaacha dini yako ya kweli nzuri. Unaenda kufuata watu wanaolialia. Sikiliza rafiki yangu. Iko hivi. Wokovu ni tendo la imani. Bwana asifiwe. Wokovu ni nini? Ni tendo la imani ambalo linashughulika na mtu wako wa ndani. Na huyo mtu wako wa ndani anapokubali kumpokea Yesu, watu wa ndani ya watu wengine, jamani sijui itakuwa inaeleweka. Watu wa ndani ya watu wengine au roho za watu wengine ambazo ziko ndani yao zinainuka kinyume na yule mtu. Haleluya. Ndio maana utaona mtu anakuambia nini? Kuokoka, wanaokoka wako duniani. Wanaokoka walishakufa. Hizo ni lugha za kuzimu, zimetoka moja kwa moja, zinamtumia tu yule mtu kufikisha ujumbe. Sasa ukikaa vibaya, usipojiangalia, usipojichunga, unarudi ulikotoka. Hapa nikisema kutoa nafasi watu watoe shuhuda baada ya kuokoka, nini kiliwatokea? Unaweza ukaona utacheka hapa mpaka ibada inaisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu roho za watu ziliinuka zikawa kinyume. Watu wengine walikuwa ni watu wa msaada kwenye maisha yako, misaada ikakata. Kuna watu walikuwa wanakusomesha, labda ni mjomba, labda ni baba, labda ni kaka, labda ni shangazi, labda ni mtu fulani ambaye aliamua kujitoa ili akusaidia usome au afanye biashara fulani, lakini imefikia sehemu baada ya kukubali tu kumkiri Yesu, kushine mambo yakakata. Hapo watu wa mama hiyo. Haleluya. Haleluya. Kwa nini? Umetangaza vita. Umefanyaje? Umetangaza vita kwenye ulimwengu wa roho. Umekimbia kutoka kwenye kambi moja kwenda kambi. Sasa mzee, sasa mama, usikae ukabweteka, ukafikiri kwa sababu umeokoka kwa hiyo wanakuchekelea. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, wanakusagia meno usiku na mchana. Wanawaza, wanasema huyu mtu kwa sababu ametuacha hawezi akafanikiwa, hawezi akatoka kwenye hiyo level ya maisha, akae hapo siku zote. Sasa nataka nikwambie, lazima uchangamke. Usipochangamka kuna vitu havitafanikiwa, havitatokea. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzio, mwaka huu lazima nitoboe. Walipoweka uzibe, walipoweka zuio, walipoweka katazo, lazima litoboke, lazima litoboke kwa namna yoyote, iwe usiku, iwe mchana, iwe asubuhi, iwe jioni, lazima nifike ninapotakiwa kufika kama Mungu ambavyo amekusudia. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo unapozungumza nguvu, maana yake umeamua kujitoa kwenye nguvu za upande mmoja, unataka uingie kwenye nguvu za upande mwingine. Sasa nguvu za upande wa Yesu zinakutegemea wewe ukubali kulipa gharama, ukubali kufunga, ukubali kukesha, ukubali kuomba, ukubali kusoma neno, ukubali kusalenda mbele za Bwana. Umwambie Bwana, Baba, kama unanishika
Haleluya. Kwa hiyo Biblia inaposema sisi ni washindi na zaidi ya kushinda, sio kwenye maneno matupu, uko kwenye vitendo. Kwa lugha nyingine, kama ninaishi maisha ya umaskini, mama alizungumza sasa nyingine ni ujinga wangu. Si tunataka tupone jamani? Si tunataka tupone? Kama ninaishi maisha ya magonjwa, ni kwa sababu tuka ujinga fulani kamejaa kichwani, kamekaa kametulia hapo. Unajua mtu asiye na nguvu za Mungu ni kichaka cha nguvu za giza. Halo. Mtu asiye na nguvu za Mungu ndani yake ni kichaka cha shetani kuja kuweka makao. Yaani akitaka kwenda kuwashambulia watu waliokopa, anatokea kwenye kichaka chako alafu anaenda kumbania mtu. Wewe anakugusa. Akiona unagusika, anarudi kwenye kichaka chake anakituliza hapo. Anakaa anatulia. Anamtafuta mtu mwingine. Alafu akiona tena akienda kugusa kugunda, akigundua kuna kichaka, anambia huku nako njeni. Huku nao anakuja anaweka anakukalia. Wewe ndio utakuta matatizo ni kushoto na kulia. Bwana Yesu asifiwe. Ni heri tujaribiwe kama Ayubu alivyojaribiwa na Mungu mwenyewe kuruhusu hilo jaribu, na sio shetani kututumia anavyotaka. Anatuchakaza, tunachoka, mpaka inafikia sema hatuna muonekano unaofaa kama watu tuliokoka. Haleluya. Haleluya. Sasa mimi na maana nimepungua jamani. Haleluya. Lazima ifikie sehemu tupigiane simu za kutakiana baraka. Pigie sehemu tumwambie mwenzangu, leo ninahesabu vitu fulani, leo nina jambo fulani hivi. Tuache kutafuta watu. Mwambie mwenzio usitafute mtu. Tafuta Mungu mwenye watu. Tafuta Mungu mwenye watu. Ukitafuta watu, kuna mahali utakuja kulia. Kuna mahali kuna machozi yatatoka. Kwa nini? Kwa sababu haujui gharama za kulipa. Wengine analipa gharama, labda anaenda kwa waganga, anatoa mama yake, anatoa watoto wake, anatoa ndugu zake, alafu anaenda kuomba chakula, upewe tulipe. Naomba. Nataka nikwambie kuna siku atakutamkia maneno magumu, alafu utatamani kumuona. So utaona. Haleluya. Si unayo Mungu? Mungu si unayo? Mtafute sasa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nguvu za Mungu zitatoa mahali tulipo. Hapa tutakokaje? Ndio maana Musa anamwambia Mungu, usipotutoa mahali tulipo hatutoki. Maana alijua akitoka yeye, Mungu bila kwenda na yeye, kuna mahali watafeli. Sasa ili asifeli anataka kwenda na nani? Na Mungu. Haleluya. Mwaka huu lazima ukubali kutembea na yeye. Yeye ambaye alikuokoa, yeye ambaye alikufa msalabani kwa ajili yako, yeye ambaye alilipa gharama za dhambi zako, yeye ambaye alijua zamani. Ndio maana alikuchukua kutoka kwenye mavumbi, ndio maana alikuchukua kutoka ulikokataliwa, ndio maana alikubeba hivyo hivyo ulivyo. Hakuwa mtu wa maana, hakuwa mtu wa zamani kama ambavyo sasa ulivyo. Ni kwa sababu alikupokea jinsi ulivyo. Hakuangalia ulicho nacho, hakuangalia una changamoto gani, yeye alikuvuta hivyo hivyo. Bwana asifiwe. Sasa umekubali kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Umekubali kutembea na Mungu. Umekubali kuishi na Mungu. Usiishi kama raia. Bwana Yesu asifiwe. Unajua shida moja wale wale tunaishi maisha ya kiraia Mungu. Amen. Amina. Shetani amekaa kiaskari hapo, amekaa kiraia. Unategemea nini hapo? Yaani kila akikukuta ni bata, kofi, danzi, teke. Kwa nini? Kwa sababu wewe umekaa kiraia, wewe umekaa kiaskari. Wewe unategemea nini? Bwana asifiwe. Msije kuona amani ya maaskari na raia. Askari kimwona raia tu anaanza kumpiga. Kwanza hamwamini. Bwana asifiwe. Askari kukukamata ukimwambia sina hela hakuelewi. Anamwambia itapatikana tu.
Sema nguvu za Mungu ndani yangu, nguvu za Mungu juu yangu, nguvu za Mungu pamoja na mimi. Hizo ndio viwango vitatu vya nguvu za Mungu kutembea na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Mtapokea nguvu ikisha kwa juu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nguvu ambayo inakuja juu yako, hiyo ni Roho Mtakatifu juu yako. Nguvu inakuja ndani yako, hiyo ndio nguvu inayoshughulika na wewe yale mambo ya ndani kwa ajili ya kukusaidia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Nataka tuende chapu ili tupate muda wa kuomba. Tunaitaka hiyo nguvu leo. Nani yuko tayari na anahitaji hiyo nguvu leo? Nani yuko tayari na anahitaji hiyo nguvu leo? Lazima tuione, amina. Lazima tuione kwenye ibada. Lazima tumwambie Baba, kama kweli neno lako umesema nguvu zinatoka kwako, tunataka tuzione leo. Bwana asifiwe sana. Kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 na mstari wa 8. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8, Biblia inasema, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi. Mwambie mwenzio, nawe utakuwa shahidi. Nawe utakuwa shahidi. Shahidi wa wapi? Shahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lugha nyingine, kutokumdhihirisha Yesu katika nguvu zake ni kumfanya Yesu adharaulike. Haleluya. Haleluya. Kutokumdhihirisha Yesu katika uhalisia wake ni kumfanya Yesu afanyeje? Adharaulike. Kwa nini? Kwa sababu nguvu za Yesu zipo. Utendaji wa Yesu upo. Tunaona kipindi cha mitume namna ambavyo nguvu zilishuka zikawahudumia watu. Tunaona kipindi Petro yuko gerezani, kanisa linaomba hadi gereza linatikiswa, watu wanatoka kule. Tunamuona Paulo na Sila wanamsifu Mungu gerezani, nguvu zinashuka zinalitikisa gereza hadi wanatoka gerezani. Hizo nguvu tunazitaka kwenye ibada hii ya leo. Haleluya. Hizo nguvu tunazitaka kwenye ibada hii ya leo. Kwa hiyo uko gerezani, Bwana asifiwe. Inawezekana hujafungwa huko kwenye lile gereza la mchungaji ambaye anafanyia kazi hapa, lakini kuna gereza la kiroho. Lakini kuna gereza fulani ambalo linakutesa. Kuna gereza fulani ambacho ukikaa unapata maswali, ni namna gani unaweza kutoka hapo? Ni jinsi gani utoke hapo? Nataka nikwambie, nguvu za Mungu peke yake ndio zina uwezo wa kutikisa, wa kuharibu, wa kuvunja hizo vifungo na kufanya wewe huru. Hakuna nguvu za Mungu kwenye hilo eneo, utakaa hapo. Utakuwa kama yule mtu aliyekuwa anasubiri mtu. Anasikia ameonana na Yesu, mwambie nataka kufanyia, sema unajua wanakujaga hapa wanawisha watu wengine, mimi hawanioni. Swali, unataka nikufanyie nini? Maana amesahau atakachotaka. Yeye anaambia watu. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu yuko hapa na wewe una shida yako, amekuuliza unataka kufanyie nini, usitoe maelezo. Sema kile ambacho unataka afanye kwa wakati huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ili tuwe mashahidi wa Kristo Yesu, tuwe na nguvu ndani yetu. Tuwe na nguvu ndani yetu. Najua kuna mtumishi mmoja anazungumzwa vibaya.
Amina. Haleluya. Sitataja jina lake, lakini nikisema hivyo utakuwa umeelewa. Anazungumzwa vibaya. Maji tu, mafuta tu, badilishi, sijui kwaje. Okay, sawa. Wewe umesema, umeshaona watu wanaacha kwenda, si wanazidi kwenda. Mimi nawaambia hivi, ukiona yule anafanya naona sio sahihi, mzee, inuka na wewe na cha kwako ambacho ni nini? Ni sahihi. Watu wakufuate kwa hicho ambacho ni nini? Ni sahihi. Kwa sababu kupiga kelele, yaani hiyo ndio unasikiaga kelele za chuo na shuleni. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwa sababu namsapoti, isipokuwa kiukweli kazi ya Mungu bado inahitaji watu waifanye kwa nguvu na kwa bidii sana. Ndio maana Biblia inasema watakaotenda ufalme wa Mungu ni wale wenye nguvu. Hauna nguvu huwezi kutenda ufalme. Kwa hiyo yeye kwenye nguvu alizoelekeza. Ndio maana kuna watu wanamfuata. Kwa hiyo kuna kitu wameona anatoa na wameona matokeo. Hiyo ni Mungu, hiyo sio Mungu, lakini kuna matokeo anapata. Na kama anapata matokeo, unawezaje kuwalaumu? Wewe umefanya nini? Leo tunataka tumwambie Baba, huu mwaka tunataka na sisi tuone ukitutembelea, tuone ukituhudumia, tuone ukifanya jambo jipya kwenye maisha yetu, tuone ukituchukua kwenye viwango vipya. Bwana Yesu asifiwe. Hautamani kiwango kipya cha maisha? Hautamani kiwango kipya cha huduma? Hautamani kiwango kipya hata cha kwenye ndoa? Meishi mpaka mmezoeana, naitana majina ya ajabu ajabu. Kwa natoa mfano kisikati hapo, nasema uko ndani na mume wako umeshavurugana, mnatumiana tu message, baba fulani hela matumizi, message mama fulani maji ya kuoga, nimefikia huko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Kuna vitu havijashughulikiwa. Nguvu ikiingia ndani ya mtu, kuna vitu vinaenda vinashughulikiwa, hivyo vitu vinaondolewa, kinabakishwa ambacho kinatakiwa kukaa. Hakijaondoka hicho ambacho hakitakiwi, utabaki kwenye level ile ile, utakaa kwenye maisha yale yale, utaishi kwenye hali ile ile. Utafikiri ndio maisha ya ulokole. Yaani ndio aliuliza Yohana, anasema kwa hiyo tutafika mbinguni aje kama hatufuati kanuni? Bwana Yesu asifiwe. Azaba alifika mbinguni ndo maskini wake. Lakini alimwamini nani? Mungu. Na kama alimwamini Mungu, haikuwa sababu ya yeye kutofika na wapi? Mbinguni. Kwa hiyo mbinguni utafika. Hata kama huko umekufa na madeni, Bwana asifiwe. Haleluya. Watu wanadai mpaka marehemu ni pera. Haina shida, utaenda mbinguni kwa sababu unadaiwa, lakini kwenye maisha ya utakatifu ulijitahidi, ulipasa. Kwa hiyo nayo kubwa mno. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Upasa akuokoka hakutoshi. Kuokoka fanyeje? Hakutoshi. Tunapaswa tutoke kwenye level ya wokovu, tuishi maisha ya mafanikio, maisha ya baraka. Kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati 8:18 Biblia inasema yeye ndiye anayetupa nguvu za kupata nini? Utajiri. Utajiri wa kweli, utajiri usio na majuto, utajiri usio na vilio, utajiri usio na ukomo, utajiri unaodumu, unatoka kwa Mungu, Mungu wa kweli, Mungu wa Bwana wetu Yesu nani? Kristo. Haleluya. Haleluya. Umechoka hadi uliona? Kama ambavyo mimi nimesoma mwaka huu nimechoka. Jamani, I'm tired. Kwa nini tumia Kiingereza pengine mtanielewa vizuri? I'm tired. Nimechoka. Maisha yale yale. Mwisho wa siku utashangaa ulikuwa na nywele nyeusi zinaanza kuwa nyeupe. Alafu unakuona huko vile huyu mzee wa kanisa vipi? Bwana Yesu asifiwe. Nimesema hivi, kama huyu Mungu amemfanikisha Pastor Madaraka, kila wakati amekuwa anazungumza kusema kwamba Mungu anayemwamini kila atakiwaza juu ya jambo fulani. Na mama alikuwa anasema juzi hapa, alikuwa anawaza kitu fulani, alafu akafika ofisini, yule mtu ambaye hakuwa na miahadi naye akamletea alichokuwa anawaza. Hayo maisha ya
hivyo, haujafanya hivyo, nataka nikwambie, shetani ataweka vikao mpaka kwenye vitanda tunavyolalia. Atakuwa anakuja na yana lala, nasikiliza mnachowaza. Ukitaka kuomba na kupiga kofi kubwa, lala. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Jamani, bado mnanipenda au umeanza kunichukia kwa mbaya? Sikiliza. Hakuna maisha mabaya kama ya maskini. Unasema uwe na hela ukuse kujiendeleza. Uwe, hizo ni mbaya. Yohana, hizo ni mbaya mzee. Hizo ni mbaya mno. Baba hela ukuse fanyaje? Jieleze. Unafikiri wanaenda kwa waganga wa mapenzi? Yaani ameshapiga jaramba za kutosha, mishemishe kama zote, usiku anakesha, mchana yuko rodi, alafu haoni kinachoendelea. Alafu anaona kuna nishikaji moja linatoboa tu, linaenda tu, linakula linachotaka. Nafahamu ndio ya mwamba niambie bwana mimi napambana sana mzee. Bwana mimi napiga sana hizi kazi na hela naziona, lakini mbona hazikai, shida nini? Utamwendea mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, kama unamsumbua pamoja. Una kifua wewe? Una kifua? Mzee, kifua si chapa, asizungumzicho. Azungumzia kifua unacho. Wakati mwingine sisi ambao tumeokoka na kujua sema kuna sali wewe. Hapa. Na ngozi wako na sali wewe. Bibi. Huyo Mungu wako hatoi. Sasa wewe kwa sababu unashinda na yaani hata simuelewi kidogo ndio mwenyewe. Anazingua tu. Nitoka nianza kusali leo ni mwaka wa 8. Hata kitanda sijanunua. Bwana sio sawa. Hapo ulipo na mipango kama yote. Mwaka huu niwe na gari, mwaka huu niwe na nyumba, mwaka huu niwe na pikipiki, mwaka huu niwe sina mipango kama yote. Ngoja sasa kwenye utafutaji wa hizo gharama. Bwana asifiwe. Ukitaka kununua gari jamani, si mpaka kuwe kuna kitu ambacho kinasababisha ununue gari, si kweli? Si kweli? Yaani ukipata gari kienyeji, maana yake huo ni muujiza umetokea tu. Mungu ameamua kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anaenda kununua gari, kwanza ana account yake, anatembea na hela mkononi. Sitembea na hela mfukoni. Ana account yake iko benki. Kwa hiyo anakusanya zake tu, anapeleka. Inategemea na aina gani ya gari anayofanyaje, anaitaka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mkristo mwenzangu, wewe ambaye umeokoka, umempenda Yesu, unasema Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na huyu Yesu ndio fedha na dhahabu ni mali yake. Una mipango mingi, lakini unapiga usingizi hujawahi kuona. Na mtu akija kuamsha unakuwa mkali. Ni watoto, acha kuja kelele hapo. Hapo ndio unataka Mungu akufanikishe. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza. Iko hivi maisha ya kufanikiwa. Baba mara kadhaa anasema Mungu hawezi kuambia haya mwanangu kurukuti na ile hapo. Pua na kudondosha hapo. Hamna. Itakuwa ni mafundisho ambayo yamepitwa na wakati. Unahitajika kanuni. Kunahitajika gharama. Mwambie mwenzio gharama. Mwaka huu ni wa gharama. Unakuhitaji kujitoa kikamilifu. Kwa hiyo Yesu anaposema ufalme wa Mungu unatekwa na watu wenye nguvu, anazungumzia gharama. Halo. Nani mpenzi wa mieleka? Najifanya ameokoka. Mimi napenda kuangalia mieleka. Yaani kwa ufupi, napenda kuangalia yaani michezo ya ngumi. Mimi na kaulevi kidogo. Yaani si kaulevi au kaite. Addicted hivi. Au addicted huo, lakini sio dhambi. Sasa sio kama mtu vibaya. Sio dhambi. Amina. Sio dhambi kwa sababu haijanifanya niwe najis. Kwa sababu dhambi ni ile inayofanya wewe nini? Najis. Na haichukui muda. Sasa kama nitakuwa kila wakati nikitoka kwenye bajaji yangu, kwenye TV naweka miguu juu, naanza kuangalia mpaka saa 8 hata bila kuomba adimu.
Kwa sasa mimi nimeshaandikiwa, hata kiasi na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Wale watu wa mieleka ni watu ambao wana mazoezi kujiandaa kukabiliana na nani? Na adui. Sawa? Wale watu wanaocheza zile karate, kung fu ni watu ambao na wao huwa wana sehemu yao ya kufanya nini? Maandalizi, wanajiandaa, kwa hiyo wana mazoezi ili ukule watakapoenda kuingia kwenye mechi wasikosee. Wale watu ambao wanacheza mpira, sisi ambao tunapenda kuangalia mechi, huwa wana siku nyingi za kujiandaa kuliko siku ya tukio ambalo lina dakika 90. Zikizidi sana zinaenda 120, zikizidi sana 150. Lakini angalia maandalizi yao sasa. Asubuhi wako kwenye zoezi, jioni wako kwenye zoezi. Asubuhi wako kwenye zoezi, jioni wako kwenye zoezi. Kwa nini wanafanya hivyo kama vitu ni rahisi? Bwana Yesu asifiwe. Si una kipawa? Si una kipaji cha kucheza mpira labda mfano. Kwa nini tuseme watu mzee, njoo. Wewe njoo, fulani njoo. Leo tuna mechi. Tunaenda kukutana na Yanga hapa. Tafungwa 100. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu huna maandalizi yoyote. Sasa ndio hivyo kwenye ulimwengu wa roho. Haleluya. Yaani mlokole anaamka leo, amefurumushwa huko na maisha. Amekutana na changamoto, ndio anaamka shetani, nakupiga. Unampiga na kuangalia. Hivi una nguvu wewe za kunipiga mimi wewe? Hizo nguvu za kunipiga mimi umezitolea wapi? Bwana Yesu asifiwe. Wewe kikupiga. Ndio kupiga hivi. Kesho tunakuja kuangalia kama mwenzetu bibi. Nakwambia nimepanda imeshuka. Yesu asifiwe. Hizo nguvu za kupambana na unayepambana naye lazima zitafutwe. Hakuna namna ya kuweza kumshinda unayepigana naye kama hakuna maandalizi yoyote kutoka kwako. Unajua Mungu ni anatuweza. Sema aliyeko ndani yenu ni mkuu, si ndio? Kwa hiyo yeye huwa apigane. Nakusubiria wewe tu kwa ukijifanya umelala sana na yanakaa na wale wanasema lala mwanangu, hamna shida, lala mwanangu. Biblia inasema yeye humpa mpenzi wake usingizi kama mtoto. Amina. Kwa hiyo anakuacha unalala. Ni shetani likija ambia na Mungu anakuangalia. Sio umelala. Bado umelala kimwili na kiroho pia umelala. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Kuna mtu mmoja alitumia lugha ngumu sana. Sema ukifa utalala mwanangu. Kwa sasa hivi hutakiwi kulala masaa ya kutosha. Tengeneza masaa machache ya kupumzisha mwili, kwa sababu kweli unachoka. Lakini masaa 3, 4, 5 yanatosha kuondoa usingizi. Amka. Weka. Pigana, pambana. Una ndoto ngapi? Una maono mangapi? Una mipango mingapi? Unalala kwa sababu hiyo mipango imeshatimia au bado? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Iko hivi. Kadri unapozidi kumimina moyo wako kwa Bwana, kadri unapozidi kujitoa mbele za Bwana, kadri unapozidi kulipa gharama, hata Mungu mwenyewe kama ambavyo anasema ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu, kadri unapozidi kukaa kutafuta msaada, unapozidi kutafuta maombi, unapozidi kufunga, unapozidi kung'ang'ana mbele za Bwana, ndivyo ambavyo nguvu za Mungu zinazidi kutenda kazi. Ndio maana vitu ambavyo havitakiwi kukaa ndani vinaanza kutoka vyenyewe, hata kama hujaviombea vyenyewe vinatoka. Ulikuwa na tabia ya kauzizi, unashangaa kanatoka. Ulikuwa na tabia ya ulevi, unashangaa inatoka. Ulikuwa ni mkorofi, unashangaa kanatoka. Unajikuta wewe ni mtu mmoja mpole. Yana msokomea hata hizo nani? Ndio na kutumia msema akikupiga shamba la huku, ndio zina la huku jamani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna mtu ameokoka. Lakini tukitaka nizakufikiri. Ileta nini? Ya wokovu Yesu kamweka kidogo. Tunasemaje wewe? Nataka kusemaje? Unaniambia unijui. Unajua mimi ni nani? Mlokole. Yaani hapo ndio
Utasema nguvu zero minus zero nini? Minus. Yaani hakuna hata za kusingizia, za kudanganyishia, hazimo. Yesu asifiwe. Tusije tukajidanganya kwamba maisha ya wokovu ni rahisi kiasi hicho eti. Yaani sisi tunafikiri tu wazao tumesema tumeokoka kwa hiyo ndio mambo yameshakuwa. Aba mama tazama, mtu akiwa ndani ya Kristo, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Oh wewe. My dear. Mpende tu kwenye matisia, si ndio? Wewe unajijua mwenyewe. Toka mwaka jana na huu tumeanza mwaka huu. Ukipiga tathmini, kuna upya ulionao au tuliukale tu unaendelea. Umetoka mwaka jana umeingia kwenye ukale ule na mwaka huu unauendeleza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana bless you. Simoja baba. Watu wanaongea naye hapa wananiambia, unajua, sitaki watu wafundishe neno au andiko kuleta maana. Nataka watu wafundishe neno lililo na uhalisi, au neno ambalo lina madhara, au wafundishe maisha yao. Hata kama ilikuwa simuelewi kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Nikija kwanza kumuelewa, nilipoanza kuyatendea kazi kila ambacho alikuwa ananiambia. Bwana Yesu asifiwe. Okay, nitoa ushuhuda huu. Nimeendesha bajaji kwa muda mrefu. Na ikafikia mpaka sehemu nikanunua bajaji. Jamani, shetani tumuoneone tu, tumsikie tu. Yaani tuzungumze tu ya shetani, lakini kuna namna anatunyanyasa. Yaani kuna namna anatupa. Unapigwa kama ya mna kuhema na uchochote miguu. Wewe unapigwa kama unaweza kuchochote miguu. Nikanunua bajaji. Lakini katika hiyo bajaji kulikuwa na mikopo ya kutosha. Nikaenda nikanishinda. Asubuhi. Nafikia sasa nikasema bwana, mimi bado bajaji nitoke kwanza. Nikatoka. Nikaenda huko na niliona sasa huko ndio balatu. Nasema ngoja nirudi zangu tu. Bwana Yesu asifiwe. Basi nikurudi. Nikakaa kwenye maombi. Na Mungu, si ndio nasema mtu akikutumikia utamwisha. Tamna. Nimo. Zikaanza kutokea connection. Bwana asifiwe sana. Kwa muda niliokaa muda mrefu, asili yangu haikuwa nzuri. Asili yangu haikuwa nzuri, ilikuwa inachangizwa na vitu vingi. Moja wapo ni pamoja na kuwa na bajaji mbovu sana. Waga naongea na David, ambia ukiwa na bajaji mbovu, pataji wa hela ni ngumu. Kwa sababu unaingia barabarani kisali moja, nusu saa kwa garage. Zile ulizozipata unazirudisha garage. Ukitoka tena, yani ni kugumechi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu ya kuendelea kung'ang'ana na kumwambia Mungu, hii hali nimechoka. Nilikutana na mtu ambaye kwanza ana muda mfupi kwenye vyombo vya moto. Yeye alikuwa kwenye magari. Nikaunganishwa na mtu mmoja, nikakutana naye kuongea naye. Alikuwa nipi, kuna bajaji anaendesha, alikuwa nipi bajaji mimi. Lakini kwa baadaye anazingua, na mimi nasema bwana, kama sio mpango wa Mungu leo niachane nao. Basi nikaendelea na harakati zangu. Nikaenda mara baadaye nikapata bajaji nyingine. Tumeenda. Siku ya siku sina hilo wala lile, niko natoka Phantom nakuja hivi. Nikakutana naye. Kanisimamisha, nikasimama. Tukasalimiana baada. Ananiambia, hii bajaji ndio unaendesha? Nikamwambia ya. Umekabidhiwa ndio. Sikuona kama asika, kaniuliza nikamuuliza kwani vipi? Ananiambia, na bajaji inakuja. Sasa nitaka wewe ndio uiendeshe.
Kaambia mzee, kama ni bajaji mpya kwa sababu hii inalipa 20. Na hiyo inayokuja ni 20. Sasa nitaendesha bajaji ambayo imechorwa kwa 20 sinichukue mpya mzee. Sema kama inawezekana hiyo, basi hamna shida. Bwana Yesu asifiwe. Ile bajaji ilikuwa inawindwa na watu wengi. Sababu alishaongea na watu tofauti wa kutosha. Lakini kaje kaangukia wapi? Mwanzo. Wakamfuata, maana kwa jamani, haya maisha tulionayo ni maisha ya vita. Wakamfuata, umempa yule mtumishi, ndio tiko kanisani ile kweli anaweza kazi ile. Angalia hizo ndugu. Yaani yule atakuzunguka, yaani yule. Tunakupa muda, tunakupa. Sikiliza. Usifikiri kufanikiwa kwako watu wanakupenda Mungu. Lazima kuna namna ukae kushikilia hiyo ambacho umekipata. Haujafanya hivyo, umekipata leo, haumalizi nacho wiki imepokonywa. Watu wanasema tulijua hai ni mahali hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Wokovu itendo la imani. Lakini kupata unachotaka ndani ya maisha ya wokovu unahitaji nguvu ya Mungu. Unahitaji mkono wa Mungu. Unahitaji upako. Upako ukishuka unashughulika na kila kitu ambacho hakitakiwi, alafu unakufanya kuwa safe, unafanya kuwa salama, unakuweka sehemu ambayo kila adui akija ni kama vile panzi ndani ya chupa. Kuku anataka kumdonoa, anadonoa tu ile chupa, yeye yuko ndani ametulia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Tunatamani haya maisha. Tunazitaka nguvu za Mungu. Hizo nguvu zitutoe mahali tuliko kwa mwaka huu. Mtu ambaye amechoshwa na maisha ya kukaa, kung'ang'ana, unafanya vitu havifanyiki, kila unachofanya kinagoma. Dawa yake ni nguvu za Mungu. Ukizipata hizo, si unajua hakuna nguvu zaidi ya nguvu za Mungu. Ukizipata hizo, uko salama. Ukizipata hizo, hakuna mahali utaanzisha kitu alafu shetani akusogelee. Watakuogopa. Sema wanasema tunakuogopa kama ukoma. Ndio watakuogopa. Kila wakikuona wanasema ndio watamsikia mkathubutu. Sababu mtakachokikutana nacho tajuta. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka watu waliojiongoza Mungu. Moja ya kitu ambacho kitatufanya kazi ya Mungu iwe shapu, iwe rahisi, tusing'ang'ane kwamba mimi nimeamua kuomba, huyu ameamua kuomba, wewe umeamua kuomba, huyu ameamua kuomba. Kila mtu mahali alipo anashanda rais amekaa na mlilia Bwana. Ikifika saa 8 watu wanaachia vitanda, wanasema kitanda kaa hapo. Kama mwili hautaki uombe, unamwambia mwili kaa hapo. Mimi ninaamka nikaombe. Ulazimishe mwili uambie lazima mapenzi ya Bwana yasimame kwenye maisha yangu. Haiwezekani. Nina miaka niliyo nayo bado nina maisha kama mtu ambaye ameokoka leo. Haiwezekani. Ni lazima niamke nimwambie Bwana sio ahadi na hizo hazina za sirini leo ninazitafuta kutoka kwako. Ning'ang'ane na Bwana, nimlilie Bwana, nimsihi Bwana, nikae na Bwana, nitilie na Bwana ili apate kutenda kile ambacho nakitaka kwenye mwaka huu. Haleluya, haleluya. Unaweza kusimama kwa miguu yako tafadhali.